Na kwenye biashara, kampuni ya Akon Holdings imeshirikiana na benki ya Absa humu nchini na ile ya ushirika humu nchini kuanzisha mpango kwa wanafunzi waliofuzu kutoka vyuo vikuu unaounganisha ufadhili wa makazi ya wanafunzi na mtaji wa kuanzisha biashara kwa wafanyabiashara chipukizi. Mkurugenzi wa huduma za kifedha za vijana katika benki ya ushirika humu nchini, Joel Kaba, alisema kuwa mpango huo wa kibiashara kwa wanafunzi waliofuzu kutoka vyuo vikuu wa Zinduka utatoa mikopo isiyotozwa riba kwa makazi ya wanafunzi pamoja na ufadhili wa kibiashara wa baina ya shilingi $2.5 milioni kwa wale wanaostahiki, huku kukiwa na mipango ya kufadhili biashara 10,000 kwa mwaka. Mpango huo unanuia kutoa suluhu ya ufadhili kuambatana na mpango wa kukopa kwa pamoja, ambapo wanafunzi na wazazi wanaweza kupata ufadhili kwa pamoja na hivyo kuifanya fursa hiyo kupatikana kwa urahisi na kuwa endelevu. Joel Kaba amesema kuwa benki hiyo imetoa shilingi bilioni 1 kwa mpango huo na itabuni mbinu za kukopa kwa pamoja zitakazowahusisha wanafunzi na wazazi kuimarisha upatikanaji wa ufadhili. So the idea with this program is that these young people will get entrepreneurship training, they'll get support between the partners that we have, so that by the time they graduate, they can be able to start a business. But helping students build a credit score so that by the time they graduate, they already have the financial training and they also have the financial score that allows financial institutions, not just ourselves, to deal with them and to provide that support. Wakati huo huo, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema kuwa wizara hiyo inatetea kuondolewa kwa ushuru kwa pembejeo mbalimbali za kilimo, akisema kuwa gharama za chini zitaimarisha uzalishaji chakula na kuharakisha matumizi ya mashine. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa matingatinga na kampuni ya uuzaji vifaa vya kilimo ya Elgon Kenya, Kagwe alisema kuwa mashine za bei nafuu zitafanikisha upatikanaji na mpito hadi matumizi ya mashine, hasa kwa wakulima wenye mashamba madogo madogo. It is time to leave the jembe and move on. We have moved from analog to digital. We also need in the farms to move to the next level. So we've segmented the market into 3 things. One is a haulage market, as you know. It's like sugarcane. You use tractors to move sugarcane from farm to the mills. The actual tilling itself, and then general movement of goods using a tractor. So hatimaye Kenya inaimarisha juhudi za kujiweka katika nafasi ya kuwa kitovu cha utengenezaji bidhaa na kiviwanda katika kanda hii, ikilenga ushirikiano zaidi na kampuni za Kichina ili kuimarisha uzalishaji wa humu nchini, uhamishaji teknolojia na uuzaji bidhaa nje. Katibu wa ustawi wa viwanda Profesa Erastus Gatere alisema kuwa Kenya inatafuta wawekezaji katika utengenezaji betri za magari ya kielektroniki, matumizi ya mashine katika kilimo na teknolojia za hali ya juu za kiviwanda kama sehemu ya juhudi za kupunguza utegemeaji wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuimarisha juhudi za kuongeza bidhaa dhamani humu nchini. The government, through the State Department for Industry, is executing a strategic pivot toward a high-value export-led manufacturing. Our goal is to raise the manufacturing sector contribution of GDP to 15%. Bentro Njue, Darubini.